Amu TV, the stories behind the scenes. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد ابتلي كثير من الناس في زماننا بآفة خطيرة، وهي آفة التدخين التي أصبحت سببا في أمراض كثيرة ووفيات لا حصر لها. عباد الله، لقد ثبت علميا أن الدخان التبغي يحتوي على آلاف المواد الكيميائية، ومنها عشرات المواد المسببة للسرطان، وهو سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة وسرطان الفم والحنجرة وأمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية وأمراض الرئة المزمنة. ولا يقتصر ضرره على المدخن وحده، بل يمتد إلى أسرته وأطفاله فيما يسمى بالتدخين السلبي. وشريعتنا جاءت لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والتدخين يعتدي على كثير منها، فاتقوا الله عباد الله، وقوا أنفسكم وغيركم من أضرار التدخين. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Leo insha Allahu taala, mada khutba yetu tutakuwa katika pale pale tulipokuwako, masala ya afya. Afya kama tulionena ni kitu muhimu sana katika dunia, katika maisha ya mtu. Hata kuna watu wa zamani walionena raha ya dunia mambo matatu: kwanza ni afya, la pili ni kitu, tatu ni bahati, kupendwa na watu. Kwa umuhimu wa afya nimeona tuzungumze hii mada ya leo, kwa sababu ina mchango mkubwa katika kutusababishia kupata maradhi mazito ambayo kwamba maradhi ya thakili sana. Leo tutakumbushana na tutatanabahishana juu la suali la uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara, watu huvuta ni starehe, ni raha, ni kupumbaa, lakini ni kitu ambacho kina madhara mengi sana, na ingelikuwa haiyambo kama madhara yale nda ule mvutaji tu, lakini si hiyo, bali huwaathiri na wengine ambao hawavuti pia huathirika, na pengine zaidi hata kuliko ule mvutaji wa asili. Sigara hii ambayo tuziwa kwa sasa hazikujulikana zamani, ingawa wanadamu wametumia uraibu wa tumbaku, yani tumbaku hii, tumbaku ya sigara, kwa nyaka nyingi za nyuma. Lakini kama sigara namna tunaziona sisi wakati huu ni kama nyaka 150 tu ndio wanadamu wameanza kutumia uvutaji wa sigara kama namna ilivyotoa sasa hivi. Zilipotoka sigara mwanzo, wanazuoni wa Kiislamu walihukumu kwamba sigara kuvuta ni karaha. Karaha yani ni kitu si haramu, lakini si uzuri kuvuta. Walichotegemea wao kunena kwamba sigara ni karaha ni kwa kuwa waliona tu sigara mtu akivuta huwa na harufu mbovu, toka harufu mbovu mdomoni mwake. Kwa hiyo wakakumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyonena mtu mwenye kula thaumu ama kitunguu
na sikaribie misikiti yetu kwa sababu ya harufu mbovu inayotoka kwenye mdomo wake. Ndio wakatukulia kiasi, ikiwa saumu iliambiwa ni karaha kula, ikiwa itaudhi watu kwa harufu mbovu, basi na sigara nayo itakuwa ni karaha kuvuta kwa sababu ya harufu mbovu. Hii hukumu imekuwa kwa muda mrefu iko katika fikra za watu kwamba sigara si haramu, sigara ni karaha. Lakini kwa nyaka za sasa, baada ya wataalamu kwenda mbali zaidi na kufahamu mno na undani wa madhara ya sigara, kwa kauli moja kwa sasa yao wanazuoni wa kisasa makao mbalimbali ya fatwa wameafikiana kwamba sigara ni haramu. Sigara ni haramu kwa sababu katika sigara kuna mtu kuiangamiza afya yake. Mwenyezi Mungu alituambia, wala tulqu biaidikum ila tahluka, musende kuitia kwenye maangamivu nyi wenyewe kwa mikono yenu. Mvutaji sigara huwa akiua yeye mwenyewe, akijiua, yani kana huwa akijiua reza, yani katiti. Kila akipiga sigara yeye hupunguza umri wake wa kuishi ulimwenguni. Na kwa sababu hii sigara ina mkusanyiko wa vitu zingi, kemikali nyingi zenye madhara kwa binadamu, humdhuru hata akili yake, humdhuru zaidi mayavu, yani mapafu. Sigara ni sababu kubwa ya watu kupata kensa ya mapafu, kupata kensa ya gorombo, kensa ya koo na kadhalika, aina nyingi za kensa. Sigara yadhuru sana. Na sigara kuna aina zaidi ya moja ya uvutaji sigara. Mimi zamani katiti, hata mwaka huu pia alikuwa kiua, kuna aina mbili tu ya uvutaji sigara. Kuna ule first hand smoking, first hand smoking, mvutaji ule haswa asumbao kavuta. Kisha kuna na mwingine amkuliwa second hand smoke, yani mvutaji wa pili, yeye havuti lakini uko karibu na avutao. Hasa ule moshi ambao ndio wenye madhara ya ule mvutaji wa asili, na yeye pia huvuta bila kutaka, bila khiari yake. Lakini uketizie, pengine ni nyumbani, ni mke mraibu, ni mume, ni vijana, wale amkuliwa second hand smoke, yani wavutaji wa pili. Sasa yuzi katika kuzengea mada hii kuitayarisha, ndio nimeyua kuwa na third smoke, third hand smoke, mkono wa tatu. Hawa ni wale ambao wao hawavuti, hawako karibu na wenye sigara, lakini ule moshi wa sigara unaotoka kwenye sigara hawendi angani ikiwa uko nyumbani, hambata kutani, hambata kwenye pazia, hambata mahala mbalimbali. Baada ya kuambata kwa muda, huanza kutoa zile sumu zake, wale walioko kawa huathirika bila ya kufahamu. Maanake uketi muda kisa kama tuonao tu matandu na yote husababishwa na mambo kama hapo. Kwa hiyo moshi wa sigara una madhara mara nyingi sana, si kwa mvutaji wa asili wala mvutaji wa pili, bali na wengine. Hata kijana matumboni kwa mamake, iwapo hayazawa, mama ni mvutaji wa sigara, maskini huwa akivutishwa sigara bila khiari yake, hana khiari, ambao huwaumiza sana vijana. Hutoka na punguani, wengine huzawa kabla ya wakati wa kuzawa, huja na sababu mama alikuwa ni mraibu wa sigara wakati mwane uko matumboni. Kwa hiyo madhara ya sigara ni madhara makubwa kuliko ambayo tunayoyaona, yani zaidi ya umiza afya. Na kama tuwao Uislamu ulikuya kuhifadhi mambo matano ya dharura: kuhifadhi dini ya mtu, kuhifadhi nafsi yake, uhai wake, kuhifadhi akili yake na kizazi chake na mali yake. Na sigara katika mengi haya huathiri, huumiza. Mengi katika matano sigara huathiri, yana madhara ndani yake. Sasa kwa nini watu hawawezi kuacha sigara? Yani ugumu wa kuacha sigara uko wapi? Kwa nini inakuwa ni ngumu sana mtu kuwa hawezi kuacha sigara? Kwa sababu tatu zimfanyazo mtu awe uona siwezi mimi kuacha sigara. La kwanza ni ile chemical iliyoko ndani kwenye sigara, nicotine. Nicotine ni kiungo muhimu katika sigara, na mtu anapovuta sigara, nicotine kwenye bongo lake huzalisha kitu ambacho humfanya ule mvutaji
akawa dopamine, nafikiri namna hiyo ina laki dopamine, wa madaktari ndio wajua zaidi. Ni kitu ambacho ni hormones, ikiingia kwenye bongo kumfanya mtu kasikia raha, kasikia mefurahika, mepumbaa. Ndio sababu kubwa imfanya mtu avute sigara. Na mtu kwamba nina stress, stress ni dhiki. Sasa ukivuta sigara akili yako uhadaika kwa kile kiliomo katika ile sigara, ukaona raha, mambo yako pale pale, hayakupungua wala hayakuondoka, lakini wewe ukasikia umepata chembele chonye, umepata relief kwa muda ule. Sasa ndicho kimoya ni hiko kifanya. Sasa mara kwa mara mtu hufanya arudie ile sigara, akiona amerudi tena. Kama watu kunwa shizi, watu wengine kunwa shizi kwa ajili ya kusahau makero na dhiki walizonazo, lakini huwa haziondoki, dhiki ziko pale pale. Kwa hiyo hino sababu moja. Sababu ya pili ni mazoea. Kwa mtu amevuta amezoea, na mazoea kwa tunao mazoea na tabu, yana matatizo. Umezoea kuvuta, hasa imekuwa imehusika ile sigara na maisha yako. Ya tatu ni kitu ambacho kwamba kwako wewe ni kama kitambulisho, yani marafiki zako ni wavutaji, maskani yako ketio ni wavutaji na kadhalika, na wewe umekuwa ni mmoja katika ile jamii ya wavutaji wa sigara. Haya mambo matatu ndio wanaofanya uvutaji wa sigara ni mzio, lakini si kwamba hauwezekani. Na usahali uliopo katika uraibu wa sigara, mtu akisakuwata zikipita saa 72, yani siku 3, huanza ile sumu yenyewe ikapungua mwilini, akiiziwia mwisho wake atafaulu. Ni kweli ina misukosuko yake, ina kama zile arosto ambazo wanazo waraibu wa mambo uraibu mwingine, lakini kitu chawezekana. Bora tu mtu asikate tamaa, siwezi, mmejaribu mara nyingi. Kule kujaribu kwako ni dalili nzuri, ni kwamba yawezekana. Weka nia, yeo juma kadhaa ni siku sitovuta, siku moja tu, siweke nyingi, siku moja tu, yeo sitovuta. Ikimalizika ile siku saa 24 zikapita hukuvuta, utakuwa umepata moyo kwamba kalama naweza. Maana ulikuwa wewe huwezi kupisa masaa 3 4 ila uvute sigara, wengine nusu saa. Mimi namjua mtu mmoja, na baadaye Mungu alimwafikia kawata, alikuwa ni mtu ambiwa akizinya husumba, yani ile aivutao ikimalizika uwasha nyingine. Mtu mmoja hapa kwetu, Mungu amrahamu, baadaye aliweza kuwata. Sasa usura toka wewe vuta nyingi utomshinda hoyo. Hoyo alikuwa ina lake amkuliwa akizinya usumba, yani ikimalizika ile ila kiwa imelala ndio kupumzika, ama huswali tapumzika. Lakini kiwa huko hali ya kawaida akizinya hini usumba imeze kumzoea ile nikotini katika kifua bongo lake. Kwa hiyo huko uwezo wa watu kuwata, na kama tulionena, kijana matumboni huathirika sana iwapo mamake ni mraibu wa sigara. Na sigara moja katika bata madhara ya kiafya ambayo yatakugharimu sana utakapokuitibu. Bata madhara hayo, madhara ya kisenti. Kuna sigara ni yeye, mimi nimemuuliza bei hiyo ya wastani ni shilingi 400 pakiti, na pakiti ni sigara 20. Hasa wewe ukiwavuta 10 tu katika 20 kwa siku, 10 tu ni shilingi 200 hizo. 200 kwa siku hukutia matumboni kilo chakula, hukumnunulia mtu dawa, hukulipia kodi ya nyumba, hukufanya chochote, umetia madhara katika mwili wako. 200 kwa siku, kwa mwezi ni shilingi 6,000, kwa mwaka ni 72,000. Sasa wewe tukulie umeone mtu umeweka bunda la noti hapa, sineno 70,000, umezipiga kibiriti, utamhukumu yeye ule? Una akili? Wakubali wewe kwa ni mtu namna hiyo? Yani sineni wa 70,000, hili bunda la noti hili meliwasha kibiriti, limeteketea mpaka imekuwa ni hivyo, utanena una akili mtu? Bila shaka na wewe ni sampuli hiyo, ni namna hiyo, yani ni aina ya hiyo. Kuna vijana walikuwa na babao alikuwa ni heavy smoker, yani mvutaji wa sigara sana. Wale vijana kwa kuwa wameyua mambo ya sigara na madhara yake, kwa humtuna, baba sikuata sigara wewe baba, sasa fanya hasa kwamba hasa solution moja, mimi tawapa mapesa yenu nyinyi. Sasa si shida kwamba mimi hutumia mapesa ovyo, tawapa yenu, haya ni yenu, sitoangilia mtatumia hiye, na nyinyi msiniulize habari ya sigara, ni watani tu basi. Wajaka kubali, wakakubali, wakamotea babao mpaka siku hiyo wameketi
Baba na wao walijana kuchukua senti, bunda la senti, wakaliweka wakalipiga moto. Baba amekuwa ni utezea senti, ni uzipata kwa tabu hizi, fanya. Kaambia tusingiliane, wewe zako nena, tusikuulize, na zetu hizi hatutokuuliza, usituulize. Yani wewe ufanyalo wewe ni kama hili tu, hakuna tofauti, bali wewe hudhurika zaidi kwa kuwa ile sumu ya sigara ingia kwenye mwili wako. Kwa hiyo kitu kama hiki ni kitu ambacho kina madhara makubwa, na sasa yao kuna aina nyingine ya sigara na wazazi wengi hawaisi, na hii sana watumiao ni vijana, yankuliwa e-cigarettes, yani electronic cigarettes, sigara za kielektroniki. Huvuti moshi, husikii harufu, lakini huvuta mvuke bila nicotine. Yani ni kitu kimetengezwa, huwezi kutambua kama ni sigara, lakini kwa kuwa ni electronic, kutumia electronic hudeua ile ziliomo kwenye ile nicotine ikawa kama mvuke. Mfano Vicks ukiitia kwenye maji ya moto utapata mvuke wa Vicks. Watu huvuta ule mvuke Vicks kama dawa. Kwa hiyo na hii sigara elektroniki namna hiyo, huoni moshi, usikii harufu, huwezi kumujua kama mwanao vuta sigara, lakini atakuwa huvuta sigara. Yale madhara apatao mvutaji wa sigara ya tumbaku, na yeye pia atakuwa huyapata namna hiyo. Na hii yamkuliwa ni sigara ya elektroniki. Kwa lazima watu watanabahi kuhusu mambo kama haya. Ni kitu cha madhara, hakina faida hata moya. Zamani sigara ilikuwa ni kama yani kuonesha utu wa mtu. Hata moya alinena, bosi langu si bosi la masikhara, hatafuni wala vuti sigara, raibika nami nipate hasara. Yani hatafuni si miraa wakati ono, hatafuni tambu yani ataka ule naye awe mraibu, na yeye apate fahari ya kwenda kumpekea sigara, kumgharimikia. Yani ilikuwa ni kitu kama aina ya fahari, aina ya sifa. Watu wakivuta sigara kuonekana kwamba ni watu wa daraja fulani katika jamii, ni high class namna hiyo. Na alhamdulillah mambo mengine yameondoka. Sisi tulipokuwa vijana tulikiona kwenye kirumbizi cha harusi. Kwenye kirumbizi walikizungushwa tasa za sigara minalhali, kina klipa wote wako ndani hapo uzungusha. Sasa pale hata wasovuta walikivuta, badala ya mtu kutunda moya piga paketi nzima, yani ni za bure. Lakini watu kitakatanabahi, na natamani na watu wa sasa tutanabahi na tuitiao hasara kwa mambo yasiokuwa na haja yoyote katika harusi zetu na sherehe zetu. Wakatanabahi kwa una habari hii, sisi kuiumiza birashi, ikaondoshwa marufuku ya sigara. Harusi hazikuvundika, watu wameendelea kuoana, wamefurahi, mambo yameendelea, na sigara hazitolewi tena. Kwa lolote lawezekana. Sasa yao hata mimi ushangaa hii jamii yetu, kila siku utasikia kumezuka pia kuyafanya mambo mazito zaidi. Sasa yao nimeyua kwamba kuna party amkuliwa Panadol party za harusi hizo, kuna mambo party ya engagement party. Wewe unataka kupeka maneno kumtaka binti, imekuwa si tena watu wawili watatu, mpaka walikwe watu miteni 300, gharama kubwa zifanyike. Hiyo ni kupeka maneno. Itakapokuwa ni siku ya nikah utakuwa iye. Yani watu hata ushangaza, kila mmoja hulia, uchumi ni mzito, hali ngumu kadha, lakini kuregeza hakuna. Kuzidi ukimwona mwendo uzama, si mwemeze na pondo, kia uwezi kumsaidia mwate akakawane yao pangetapata pani. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wal barrul karim. AMO TV, the stories behind the scenes.